Christmas. Merry Christmas. Kwanza namshukuru Mungu sana kwa neema hii ya pekee. First, I thank God for His grace. Na siku hii ya Christmas, and because of this day, Christmas Day, ni furaha. I'm happy. Na ninaamini kwamba wote mmejaa furaha. And I trust that all of you are happy about this Christmas Day. Bwana kwa neema yake, and by God's grace, katika miaka hiyo ya nyuma, in those days, amenizungusha kama nilivyosema jana. God has made me move around. Ameniweka katika madhabahu nyingi tofauti. He has put me in holy places. So many places. Na nilikuwa nikizunguka kwa muda wa miaka mingi. And I've been moving around for many years. Katika huduma ambayo naita ya ushauri. In the work of advising and counseling. Uponyaji. In the work of healing. Usuluhishi. And in the work of making people come together. Na amani. And even in the mission of peace. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Na katika safari hizo nyingi, and in all those missions, nimekwenda Congo. I've gone to Congo. Nimekwenda Rwanda. I've gone to Rwanda. Nimekwenda Liberia. I've gone to Liberia. Nimekwenda Sudan. I've gone to Sudan. Nimekwenda South Africa. I've been to South Africa. Hadi pengine pengi ulimwenguni. And even so many places in this world. Lakini ile wanaita icing of the cake. But as he said, ile kilele ya maneno. Ile sehemu ambayo nimeguswa sana moyoni mwangu. The place that I really got touched in my soul. Ni miaka ile nimetumia pale Burundi. Is those years that I worked in Burundi. Praise God. Na kote huko niliposunguka. And all those places that I went. Nimekutana na nimeona kwamba mioyo ya watu wengi sana. I have seen the souls of so many people. Imepondeka sana. It has been, it has lost they have lost their hearts. Ni mioyo ambayo ilikuwa na uchungu. They were people who were hurt. Ni mioyo ambayo ilikuwa na kilio. It's people who are crying. Ni mioyo ambayo ilikuwa inaonyesha uhitaji. Is souls that show the need. Na ilikuwa inatafuta kumuona Mungu mwenye fadhili. And there are souls that were looking upon, seeing God, kuona rehema za Mungu, seeing the grace and the redemption of God, na kuona msamaha, and looking at the mercy of God. Na Mungu anasikia vilio vya watu. And God hears the cry of His people. Mungu anasikia na anaona. And God hears and sees the cry of His people. And when God listens, anaposikiliza, when God is listening, anageuka angalie. He changes and He faces and looks. Na anapoangalia, and when He looks at His people, anachukua hatua. He takes a step of faith. Alichukua hatua. He took that step. Akampeleka Musa. And He took that step and took Moses. Akamwambia Musa, nenda ukaondoe watoto wangu pale. And He went and told Moses, go and redeem my people. Na nyinyi mnajua neno la Mungu linatuonyesha kwamba Musa kule jangwani alisimamisha nyoka. And in the desert, Moses got the snake. Na kila aliyegeukia ile nyoka, and whoever faced and looked at the snake, alipona. He got healing. Na Mungu and God akaona haikutosha ile. And God even saw that was not enough. Mpango wake wa mbele sana. He had even other plans. Ilikuwa Mungu aingie katika ulimwengu huu. God wanted to be in this world. Neno la Mungu linatuambia. The word of God tells. Katika kitabu cha Yohana mlango kwanza. In the book of John chapter 1. Neno alikuwa kwa Mungu. That the word was with God. Na neno likageuka kuwa neno lenyewe ni Mungu. And even the word was God. Likaja likakaa katikati yetu. And it lived amongst us. Katika Wakorintho wa pili mlango wa 5. And in the 2 Corinthians chapter 5. Mstari wa 19. Verse 19. Mungu akaingia ndani ya Kristo. And God went into Jesus Christ. Akaupatanisha ulimwengu. And He brought the world together. Na nafsi yake. And He got the world together with His kwa maneno mengine. Kwa maneno mengine Mungu akaja yeye mwenyewe. In other words, God Himself came to His people. Na njia aliyojia Mungu, and the way God came, ndio tunashangilia Christmas. And this is the way that we celebrate Christmas. Hallelujah. Hivyo
kushangilia Christmas, So when you're celebrating Christmas, usiangalie kwamba kuna zawadi gani inaletwa. don't think of the gifts that you are getting. Watu wanadanganyana. People lie to one another. Jana nilikuwa nasikiliza wakiulizwa juu ya Christmas maana yake nini. There's some people, I had people being asked, what is the meaning of Christmas? Kuna watoto wakasema kwamba ni yale mataa mengi. And the kids were saying they are those bright lights. Wengine wakasema ni mti wa Christmas. And the others were saying is the Christmas tree. Mjukuu wangu mmoja asubuhi anaulizwa. So my grandbaby this morning was being asked. Nani alikuletea zawadi? Yeah, and he was being asked, who brought you the gift? Akasema Santa Claus. And he said his Santa Claus brought me the gift. Jamani, Christmas ni nini? What is Christmas, my brothers and sisters? Christmas ni nini? What is Christmas? Christmas ni Mungu aliyesikia sauti ya watu. Christmas is God hearing the cry of the people. Ni Mungu aliyeona masumbuko ya watu. Is God seeing the problems that people are facing? Mungu aliyeona mahangaiko ya moyo. Is God seeing the challenges the soul of the human being was going through? Mungu ameamua. And Christmas is the time God decided kuingia ndani ya ulimwengu. He comes to the world akakae na watu, so that he may live together with his people, na watu, and so that he may be together with his people, akusikilize wewe papo kwa papo, so that he may listen to you one on one, ana kwa ana, one on one he listens to you, ili ashughulikie shida ulizo nazo, so that he may take care of your problem. Hiyo ndio Christmas. This is what is Christmas. Mungu katikati yetu, that God with us, mfalme wa amani, the King of Priests. Asanteni sana waimbaji, mliimba wimbo mzuri sana. I thank the choir for that song. Amezaliwa katikati yetu, that Jesus was born amongst mtoto us, mwanamume, that the Son, the Prince of Peace. Mimi nikuulize leo, so I want to ask you to, umepokea? Have you received? Umempokea huyu mfalme wa amani? Have you received this Prince of Peace? Je, anaisikia sauti yako? Does he hear your voice? Naomba nitumie maneno ya Zaburi ya 130. I'd like us to go to the book of Psalms, verse 130, chapter 130. Tumie maneno 100, Zaburi ile ya 130. So, Psalms 130. Utaona pale, you're going to see kuna aina fulani ya shangwe, that there is kind of celebrations. Kuna aina fulani ya kilio kinachotoka ndani ya moyo wa mtu. There is also a type of cry that comes from the soul of a man. Anamlilia Mungu, where he's crying to God. Upande analia akionyesha mahangaiko yaliyokuwa ndani yake. Partly he's crying, showing the problems that he's going through. Lakini anamlilia Mungu wakati huo mimi nafikiria akionyesha shangwe. But he's also crying in celebration. Bwana, toka vilindini nimekulilia. Bwana, usikie sauti yangu. Out of the depths I have cried to you, O Lord, hear my voice. Masikio yako yasikilize sauti ya dua zangu. Let your ears be attentive to my voice of my supplication. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, if you, Lord, should look at my iniquities, ni nani ambaye angesimama? O Lord, who could stand? Lakini kwako, but there is forgiveness with you. Lakini kwako kuna msamaha. But there is forgiveness with you. Ili wewe uogopwe. So that you may be feared. Nimemngoja Bwana, roho yangu imengoja. I wait for the Lord, my soul waits. Neno lake nimelitumainia. And in his word I do hope. Nafsi yangu inamngojea Bwana. My soul waits for the Lord. Kuliko walinzi wangojao asubuhi. More than those who watch for the morning. Naam. Yes. Walinzi wangojao asubuhi. More than those who watch for the morning. Mtarajie Bwana. O Israel, hope in the Lord. Maana kwa Bwana kuna fadhili. For with the Lord there is mercy. Na kwake kuna ukombozi mwingi. And with him is abundant redemption. Yeye atamkomboa Israeli na maovu yake yote. And he shall redeem Israel from all its iniquities. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise God. Si mnaona jamani shangwe iliyoko hapo? Can you see the celebration in this message? Huyu anamlilia Mungu. The way this gentleman is praying to God. Na Mungu alipokuwa anamsikiliza. And when God was listening to him, akaacha kuhesabu maovu. He stopped counting the sins that the man akaleta msamaha. He brought mercy. Akaleta na tumaini ndani ya moyo. And he also brought hope in his soul. Ninawauliza wapendwa, I'm asking you, my brothers, tumaini hili limeingia ndani ya mioyo? do you have this hope?
Je, Christmas inaleta nini kwako? What does Christmas bring to you? Ni shangwe ya aina gani? What kind of celebration? Umesikia kusamehewa ndani ya moyo Do you wako? feel that you have been redeemed in your soul? Umesikia kuwa huru? Do you feel that you have been set free? Naomba nitumie muda mchache. I would like to take a few minutes. Ningekuwa tuna muda wa kutosha hapa nikaingia katika mtazamo wa kisemina. If we had enough time, we would go into a seminar, but today, Lakini naomba niwamegee kitu kidogo tu but I would like to give you a piece of this message. ambacho kinatusaidia katika kufikia uponyaji wa moyoni, Something that helps us to be healed in the soul, wa kupokea kile ambacho Bwana mwenyewe amekuja kutenda. so that we can be able to receive what God wants to give to us. Naomba nizungumze juu ya msamaha I would like to talk about kwa forgiveness maneno machache, in a few words. kwa sababu yeye katika kuja kwake Because by coming of Jesus, alicholeta kimojawapo one of the things that he brought to ni us msamaha. is forgiveness. Msamaha. Forgiveness. Hebu sema msamaha. Say forgiveness. Wangapi wamesamehewa? How many of you have been forgiven? Mungu awabariki sana. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wamesamehe? How many of you have forgiven? Si unaona mikono imekuwa michache? Now you can see that the hands of those who have forgiven are few. Bwana Yesu. Praise God. Mimi niulize swali hapa. So I'd like to ask a question. Msamaha msingi wake ni msingi wa kitu gani? What is the foundation of forgiveness? Ni nini ambacho kinatokea? What comes out of forgiveness? Mahusiano yetu na Mungu Our relationship between us and God, na mahusiano yetu na wanadamu and our relationship between us and men, yapo katika neno linaitwa msamaha. it is based on forgiveness. Yapo katika shughuli ile ya kusamehe. It is in the process of forgiving. Na pale mahali ambapo mtu unakwenda unatubu, And when you go and repent, pale mtu anapotambua kwamba mimi nimekosa, when you go and recognize that I have sinned, huyo mtu anahitaji msamaha that person needs to be forgiven, ili aweze kuondoka katika mzigo ule wa kuona kwamba ana makosa. so that he may be set free from the baggage of sin. Wengine hawajui kwamba wamekosa. Some people do not know that they have sinned. Wanahitaji msaada. Those people need Ndio help. sababu wewe upo, That is why you are there, utakapobarikiwa that when you are blessed, ili uweze ukabariki na wengine. so that you may bless Na another kuwabariki person. wengine, And blessing other people, fanya kama Hosea alivyosema. you do like what Hosea did. Ufike kwa Bwana kwa maneno. Ufike kwa Bwana kwa maneno. That you come to God with words. Na wengine hawawezi kuja na maneno. But others cannot come with your words. Lazima wasaidiwe. They must be helped. Na kama hawawezi kwenda kwenyewe, And if they cannot be able to go lazima themselves, patikane mtu anakwenda kuwasaidia. there must be somebody to go and help them. Hapo ndipo ushauri ni muhimu sana. That is where counseling becomes very, very Hapo ndipo important. mtu anastahili, anahitaji kuponywa That ndani is ya the moyo wake. place, the point where that person needs to be healed in Kama his mtu soul. hakupona, So that if he did not get healed, sio rahisi kusamehe. because if that person is not healed, it is not easy for him to Na forgive. wakati mwingine And sometimes, sio rahisi kusamehe it is also not easy to forgive kama hujapona. if you have not been Sio healed. rahisi kupona It is also not easy to be kama healed hujasamehe. if you have not Na forgiven. kwa taarifa yako, hiyo inakuwa kama ni yai na kifaranga. It is an equation of the egg and the chicken. Nini kinatangulia eti? What comes first? Yai inatangulia, sio kifaranga. Are you saying the egg came first, not the chicken? Basi si unaona nimeshaanza kutengeneza mtafaruku hapa. Now you can comfortably see here there is some confusion here. Nimeshaanza kuleta vurugu hapa. You can comfortably see that I've started bringing confusion. Naomba unisikilize. So I want you to listen. Hatuna muda wa kutosha kwenda kwa undani. We do not have time to go into the depth. Lakini kwa taarifa yako, But briefly, nimeona watu wakisamehe I have seen people forgiving, na watu hawa wakapona ndani yao and I see those people getting healed in their souls kutokana na msamaha walioutoa. because of the forgiveness that they gave up. Nimeona wengine
I have also seen others. ambao ilibidi wapone kwanza, And that they had to get healed in their souls first, ndipo waweze kusamehe. so that they could be able to forgive. Ngoja niwape mfano. Let me give you an example. Nilikuwa pale Kitega. I was there in Kitega. Wangapi wanajua Kitega hapa? How many of you know Kitega? Mungu akubariki sana. God bless you. Tulikuwa tuna seminar. So we had a seminar there, Mojawapo ya mafunzo ikawa juu ya msamaha. and one of the teachings was on forgiveness. Tukafika mahali tukasema kwamba Bwana lazima usamehe. And we came to a point that we said, God, you must forgive, Ili ukisamehe wewe, so that you may be forgiven, Mungu atakusamehe. so that God may forgive you. Si unajua katika Marko 11 So you know, in the book of Mark mstari wa 24 mpaka 11, 26 verse 21 through 26, anasema hivi, the Lord says usiposamehe wewe that if you do not forgive, hutasamehewa. you will not be forgiven. Sasa huyu dada akasikiliza, So this lady was listening, akawa anabubujika machozi, and she started crying, machozi mengi. and she started Siku crying. ya kwanza The first day, akawa analia tu, the first day she ya was just pili akawa crying. analia tu, The second day she was ya crying. tatu akawa analia tu. Even the third day she was Sasa crying. tukaona tabu, sisi tunaongoza tukapata shida. And we, the leaders, we also got concerned. Huyu kulikoni analia tu? Why is this lady just crying all the time? Tukawaambia hebu tukaeni kidogo hapa, So we said, guys, hold on. msaidieni atueleze. Let's help this lady to explain to us what's going on. Hebu sikiliza, Please listen. huyu dada This lady, alitoka nyumbani jioni, she had come from her home in the evening, akatembelea rafiki. and she went to visit a friend. Alipokuwa anarudi nyumbani, When she was coming back home, kakuta nyumba yake inawaka moto, she found her house on fire, imezungukwa na watu. and people were surrounding her house. Wale waliozunguka wanawazuia wasitoke ndani, walioko ndani. And those who were out, they were stopping those people who were inside to get out to safety. Mama, So the father, dada, the mother, kaka, brothers, wadogo zake, and even her younger wote sisters, wakaunguzwa mle ndani. they all got burned inside the house. Ile taharuki That got the situation. ilimfanya akimbie. Then she ran away. Alipokimbia, When she ran away, miaka miwili mitatu baadaye, 3 years later, alijikuta kambini. she found herself in the refugee camp. Mnajua mambo ya kambi. So you know the things that happen in the refugee camp. Nina hakika hapa baadhi yenu mmeona huko kambini. So I believe most of you have seen the life in the refugee camps. Miaka miwili nilikuwa Nyarugusu. 2 years ago I was in Nyarugusu. Si mnafahamu maisha ya kambini. So you understand the life in the... Huyu dada akaolewa So this lady got married na kijana by a young man mle kambini. in the refugee camp. Huyu kijana anayemuoa, This young man who married him, alikimbia naye they ran together kwa sababu because huyu kijana alikimbia kwa sababu baba yake na mama yake nao waliuawa. he also ran because his mother and father also got killed. Wakakumbana hapo. So the two of kambini. them came together at the refugee camp Wakaoana. and they got married. Jamani, watu wakiona tunangojea watoto, si ndio? So when people get married, we are waiting for kids. Wakapatikana watoto wawili, They got 2 kids. akapatikana watatu. They also got a third baby. Wakatoka kambini, So they got out of the refugee wakarudi camp nyumbani, and they went back home. wakarudi nchini. They went back home. Kule nyumbani kukawa ni vita kuu. And then in the home there was the fight. Yaani ikawa ni jehanamu. It was hell. Wanagombana yeye na mmewe. They are fighting herself and her husband. Yaani katika kuumana na kulana. And in this fight, walioumia ni nani? Who got hurt? Watoto. The children got Watoto hurt. walipata shida. The children went through problems. Huyu dada akaona kwamba mimi napata shida. This lady saw, I have problems. Watoto wangu wanapata shida. And even my children are suffering too. Kuliko mimi niumie niangalie na watoto wangu wakiumia. Instead of me watching my children suffering, afadhali nikimbie. I would rather go away. Akakimbia. She ran away. Akaingia akajikuta yuko kwenye semina tunafundisha. And now she found us in the seminar. Sasa huyu mtu namwambia asamehe. And that we are talking about forgiveness. Hebu niambie atasamehe? Can she forgive? Atasamehe mtu? Can she forgive? Atahitaji kupona kwanza au atasamehe kwanza? Will she need healing first or will she need to forgive? Kwa neema ya Mungu. So by God's grace, naomba mnisikilize. I would like you to listen to. Kwa neema ya Mungu, by God's grace,
huyu dada, this lady, akaponywa magonjwa, madonda na tabu aliyokuwa nayo moyoni. she got healed in her soul Baada ya ushauri wa kina kwa muda kidogo. after going through counseling. Na alipopona, And when she got healed, akajikuta yeye mwenyewe amebadilika. she found herself changed. Yale yaliyokuwa ndani yake, That whatever was inside her soul, uchungu aliokuwa nao, the pain that was in her soul, adhabu alizokuwa nazo all the suffering that she was in her soul, juu ya mmewe, for her husband, ikawa imefanya nini? Imeondoka. and it was gone. Ghafla anatuambia, And suddenly she told us, nataka kuzungumza na mume wangu. I would like to talk to my husband. Tukampa simu, And we gave her our phone, akampigia mume wake. and she called her husband. Sikiliza sasa, Now I want you to listen. huyu mme si amekimbiwa na mke baada karibu zaidi ya wiki 3-4 mwezi, si ndio? This husband and the wife had ran away for about 3-4 weeks. Anamsikiliza mara ya kwanza, And he is listening to her the first time. anauliza, And he asks, ninazungumza na nani? who am I talking to? Si unazungumza na Maria. Hey, you are talking to Maria. Maria yupi? Which Maria? Mke wako Maria. Your wife Maria is the one who is talking to you. Unisamehe mume wangu. I want you to forgive me, my husband. Sauti sio, umebadilika. Hey, you have changed. This is Sio yule ambaye tuliondoka naye. This is not the Maria that I know. Kumetokea nini? What has come? What has happened? Mimi nimepona, naomba unisamehe. I have been healed. I want you to forgive me. Hicho ulichokipata hicho, Then the man is saying, whatever you got, ninakihitaji. I need it too. Yesu akileta uponyaji, When Jesus brings his healing, na wengine wanatafuta kupona. even others seek that healing. Wapendwa, My beloved, Christmas yetu our Christmas ni kumkubali Kristo is to accept aweze Jesus kuleta Christ, uponyaji. that he may bring healing. Ninaomba I pray ujichunguze asubuhi ya leo, that you reflect into your soul, usije ukaruhusu kiburi, so that you may not allow pride, usije ukaruhusu kuangalia uzito wa dhambi zako that you may not look into the weight of your sins, zikakuzuia kukubana na Yesu. that they may stop you from coming together with Jesus. Inawezekana hatujui maana ya kusamehe, Maybe we do not understand what it is forgiveness, au kutokujua faida. or even knowing the profit, the benefit of forgiveness. Naomba nizungumze hili I would like to talk kwa about sababu this. muda wetu ni I would mfupi like to talk sana. about this because we don't have. Maana ya kusamehe ni What is the purpose of maana ya kusamehe forgiveness? ni kubadilisha. It is the meaning of forgiveness is to change. Kubadilisha mtazamo wako To change the way you look at things. kwa jinsi wewe mwenyewe unavyojiona, In the way that you look at yourself, na kuruhusu and to allow mtazamo wa Mungu juu yako. the face of God to work in you. Utapofanya hivyo, If you do that, Mungu ataweza kufanya kazi ndani yako. God will be able to work in you. Mtazamo ambao ulio nao wewe That whatever you got in you, juu yako, over you, sio kwamba wewe ni mwenye dhambi. it is not that you are a sinner. Wewe You ni mtoto wa Mungu are a child of God. aliyekosa, You are a child anahitaji of God neema ya Mungu. who have sinned, who needs God's grace. Hao watoto hapa wakikosa, wanaondoka katika hali ya kuwa watoto. When these kids make mistakes, do they stop being children? Si wanaendelea kuwa watoto. They still continue being our children. Neema yako ulionayo juu ya mtoto wako unamsahihisha. The grace that you have over that child, you correct them. Naomba tuelewe I want us to kwamba Mungu understand anapotuangalia, that when God is looking over us, anatuona kama watoto He sees us as His children, na anangojea tumgeukie. and He's just waiting for us to turn to Him. Unapomgeukia yeye, When you turn to God, unapomwambia Mungu nimekosa, when you tell God I've sinned, msamaha ameshautoa. He gives you that Bwana Yesu forgiveness. asifiwe sana. Praise God. Msamaha Redemption. unakutenganisha. It separates you. Forgiveness
Forgiveness separates you. Inakutenganisha na historia yenye maumivu. It separates you from the suffering history. Inakufanya usiangalie maumivu uliyoyapata. It makes you not look over the problems, the challenges and the suffering you go through. Inakufanya uwe na uhuru. It sets you free. Inakupa mtazamo mpya. It gives you a new beginning. Inakuonyesha jinsi ambavyo Mungu anakupenda. It shows you how God loves you. Kiasi kwamba Mungu ametoka katika enzi yake. That God has come from his holy place. Amekufuata wewe. And he is coming to you. Kuna upendo zaidi ya huo? Is there any greater love than that? Mungu anatujali wapendwa. God cares for us. Naomba niulize. I would like to ask a question. Ni nini ambacho kinazuia uponyaji? What stops us from receiving healing? Nini kinazuia msamaha? What blocks forgiveness? Naomba tusome katika kitabu cha Waefeso. I would like us to read from the book of Ephesians. Mlango ule wa 4. Chapter 4. Mstari wa 31. Verse 31. Mpaka ule mstari wa 32. To 32. Anasemaje pale? Neno la Mungu linasema uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu pamoja na kila namna ya ubaya. Let all the bitterness, wrath, anger, clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Uchungu ni maumivu ya ndani ya muda mrefu. Suffering is the pain that has been there for a long time. Na hii isipoondoka mtu anapata shida sana. And if this does not go away, a person lands in out of problems. Matokeo yake ni kwamba huyu mtu anapata athari nyingi katika mwili na hata katika roho. That the health of this person and his soul are all endangered. Na kwa sababu muda haututoshi nitapita tu juu na kwa haraka. And I'm going to go over this. Ghadhabu. Punishment. There are six items there in that scripture. There are 6 items. Okay, kuna vitu sita kwa hii. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu soma ule mstari tena. Mstari wa 6. Kuna mambo 6 ambayo tunataka tuangalie. That is verse 31. Verse 31. Yeah. Let all bitterness, wrath, anger, clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Sasa katika Kiswahili tuna maneno haya uchungu, bitterness. In Swahili it says bitterness, ghadhabu, hasira, kelele, matukano, ukorofi au ubaya. Ndio andiko hapo katika mstari wa 6. In this verse it is talking about bitterness, wrath, anger, evil speaking and malice. Neno la Mungu linatuambia kwamba hayo yote yaondoke ndani yenu. The word of God is telling us that all that should be gotten out of our souls. Ninaomba tujichunguze hapa. I would like us to reflect on this. Uangalie katika maisha yako. I would like you to reflect on your life. Kuna uchungu kiasi gani? What kind of bitterness is in you? Ni ghadhabu gani ambazo zimekukamata wewe? What are the problems that you have gone through? Kuna watu wengi ukiwaangalia, ukiwasikiliza, there are so many people when you listen to them, utagundua kwamba wamekamatwa na ghadhabu. You find that they have been held bondage by bitterness. Mtu anashikwa na hasira ambayo inapitiliza, inakwenda kuleta maafa au hasara. This guy has anger that is deadly. Na tatizo lingine ni hasira. The other thing is anger. Hali ambayo ni ya chuki inayoleta hamaki. The problem of malice that brings all these problems. Wakati umetendewa jambo baya, that when somebody wrongs you, inakuja hasira ya ghafla, and then you get suddenly angry, na kutokana na lile ulilotendewa, and because of what has been done to you, kuna hasira ambayo inaweza ikaleta hatari ambayo sio nzuri. You become angry in a way that you might hurt somebody very badly. Lakini kuna tatizo lingine. But there is also another problem. Kelele. The noise. Clamor. Yes. Kelele. Clamor. Sasa huyu mtu ambaye ameumizwa,
this person who has been hurt, ameingiwa na hasira, and this person is angry, inafika mahali it comes a point yule aliyemfanyia kosa that the one who's wrong, anakuwa ndiye kosa. he becomes the problem. Si unasikia watu wanaitwa ili ni jizi. Huyu ni jambazi huyu. Hey, that this is a thug. Huyu ni mwongo. This man is a liar. Yaani yule mtu aliyefanya kosa, that the person who did the wrong, anabadilika kuwa lile kosa. He becomes the problem itself. Na hii utakuta mtu anapozungumza juu ya yale aliyotendewa, and you find that when somebody is talking about what was done to yule aliyemfanyia kosa, the one who did that to him, anaonekana kwamba ndio kosa. He comes out like he is the problem. Lakini sasa yapo mambo mengine kama matukano. But there is also rebuking. Na hayo yanatokana na kumsema mtu vibaya. And this comes because of talking somebody in a bad sense. Amefanya mambo mabaya. And he has done wrong, yes. Ukizungumza juu yake, when you talk about it, ni kumsengenya. Is talking about him. Sasa hapo hebu niwaulize maswali. So I would like to ask you some questions. Ukiangalia jinsi ambavyo umeishi katika wiki zima hili, if you may reflect on how you've been living for the last 1 week. Ni wangapi umezungumza juu yao? How many have you talked about? Na ni maneno ya aina gani umeyazungumza? And what kind of message were you giving? Umezungumza nini vibaya juu ya watu? And what bad things have you talked about people? Ninaomba Mungu atusaidie. I'm praying that God help us. Hata Mungu atusaidie katika swala la ukorofi. That God may help us even ubaya, being malicious, ubaya, being bad. Ni nini kwa mbaya? What is being bad? Ni kuwa na nia mbaya juu ya mtu fulani. Is to have evil thoughts about somebody. Ukisikia juu ya mtu yule ambaye amekutendea mabaya wewe, when you hear about that person who did the wrong to you, amepata accident, that he has gotten an accident, au kumetokea accident mahali fulani huko Mobile, and or there was an accident in Mobile, na fulani alikuwa katika accident ile, and that person, this person was in this accident, unauliza haraka haraka, je, amepona? And you start asking, is he okay? Fulani yuko hai. Is he okay? Is he alive? Kumbe ndani mwako unatafuta usikie kwamba amevunjika mguu. So in your heart you're wishing that he broke a leg. Unatamani usikie kwamba huyo mtu yani mahututi yuko emergency. You are wishing that this person is in an emergency room. Wapendwa, hebu tujichunguze. I would like us to reflect, my brothers and sisters, that we are seeking forgiveness. Lakini lazima tuangalie kwamba hakuna vikwazo vinavyozuia msamaha ndani yetu. But we must make sure that we do not have problems that may stop us from getting that forgiveness. Ni kusalimisha haki yetu ya kutafuta kisasi. That we must cleanse ourselves so that we may be able to get that forgiveness. Hakikisha kwamba wewe utamani kurudisha kisasi. That you do not want a revenge. Neno la Mungu linatuambiaje? What does the word of God tell us? Kisasi cha nani? Who gives revenge? Wewe sasa hebu angalia wakati ule unapotamani kumfanya huyu mtu aumie zaidi ya wewe ulivyoumia. It's that look at when you want to hurt somebody be more than he hurt you. Na mara nyingi unatamani kwamba huyu aumie, yani kile anachosikia yeye sicho kama unachosikia wewe. That you're looking forward to this person suffering more than you suffer. Umeshaona watu wawili wakigombana? Have you ever seen two people fighting? Mimi ngumi ninayopiga ile, the punch that I give this man, yule mtu anarudisha, si ndio? He also gives me one. Mara nyingi ile ngumi mimi ninayopigwa, most of the times the punch that I get inauma zaidi ya ile niliyopiga mimi. Sometimes it's more painful than the one that I punch the other. Kwa hiyo mimi natakiwa nipige zaidi au umie zaidi ya mimi nilivyoumia. So me I'm required to hit him harder. Ule ugomvi unakuwaje? So how does that kind of utaendelea? So this struggle now we are going to continue. Kwa upande mmoja ndio sababu wengine tuko hapa. This is why most of us, some of us are here. Si ndio? That's why ukiangalia kule tulikotoka, when you look at where we came from, matatizo ya nchi zetu, when you see the problems in our country, matatizo ya jamii yetu, the problems in our families, matatizo yaliyoko kati ya mimi na jirani, the problem between me and my neighbor, na watoto wangu, me and my children, mimi na mke au mume wangu, me and my wife or my husband, inatokana na ile shauku ya kutaka kurudisha kisasi. It comes from me wanting to revenge. Kujisikia kwamba mimi ninaumia zaidi ya yeye alivyoumia. Me feeling that I'm suffering more than he suffered. Na hapo
tusipokuwa waangalifu, and if we are not careful, tutajikuta kwamba tunaendeleza ugomvi huo bila mwisho. We find that we are going to continue this problem, this struggle for life. Ni muhimu. So it is important. Tufike mahali tuseme imetosha. It is important that we come to a point where we say enough. Tumwachie Mungu, so that we may give it to God. Afanye kile ambacho yeye anakusudia katika maisha yetu. So that God may do what He purposes to do in our life. Na kile alichokusudia. And what God's purpose katika kuja ulimwenguni humo, by coming into this world, kufanya wewe mpya. It is to make you a new man. Usiposamehe, if you do not forgive, uko chini ya utawala, you are under the authority ya ule mtu ambaye amekuumiza wewe. Under the authority of the person who hurt you. Ukilala usingizi ukimwota tu, when you sleep and you are dreaming, usingizi unaisha. You dream about him and the sleep goes away. Kumbuka ukiwa una hasira, and you wake up angry. Umewekewa chakula hapo, you have been given food. Ukikumbuka yule mtu, and when you remember this person, au ametajwa, when he is mentioned, appetite yote inaisha. You cannot eat that food, your appetite goes away. Baba, kuna chakula. Dad, eat food. Mimi nishakula miaka mingi. Man, I've been eating. I'm full. Kumbe umemkumbuka mtu ambaye amekuumiza. But it is because you have remembered that person. Ngoja niwape mfano. Let me give you an example. Yule mtu ambaye anakuumiza, that person that is hurting you. Anakaa wapi? Where is that person? Anakaa wapi? Where does that person live? Umempa nafasi, amekaa kiti cha moyoni huko kabisa. You have given him a space in your soul. Sasa, so, hebu ngoja niwape mfano hapa. I want to give you an example. Ili tuone jinsi ambavyo, so that we may see, tumefungwa na wale ambao wametumiza. The way we have been put into bondage by those people who have hurt us. Alright. Sasa Simeona mimi nimeunganishwa na huyu bwana. Now we are together with this man. Huyu mtu amenitukana. This man has insulted me. Ameniumiza. He has hurt me. Sasa kila nikizunguka mimi ninapo. So every time I walk away. Yuko where is he? Si niko naye. I'm still with him. Lakini yuko Pennsylvania huko. But he might be all the way in Pennsylvania. Lakini kila nikitembea. But every time I walk. Nikienda kuhubiri. When I go to preach. Yuko wapi? Where is he? Nikipewa chakula yuko wapi? When I'm given food, where is he? Nikienda kulala usingizi yuko wapi? When I go to sleep, where is this man? Mimi nina amani. Do I have peace? Nani anatawala moyo wangu? Now who is the ruler of my soul? Nani anatawala? Who is reigning over my soul? Mimi nina utawala wa moyo wangu kweli? Do I really have authority over my soul? Nikikaa ninazungumza na wazee hapo. Even when I talk with the wazee. Fulani kafanya jambo zuri kweli kweli. Yule fulani ni yule aliyenitendea mimi mabaya, si ndio? So mimi nitakuwa na amani. Will I have peace? Yanayotokeza nyinyi mnazungumzia fulani. Haya, kwa herini bwana. When I hear these guys talk about this man, I walk away from them. Mimi sina uhuru tena. I am not free again. Kwa sababu nimeshikwa ndani ya moyo wangu. Because I'm in bondage in my soul. Na yule aliyenitendea maovu. By that person who. Natamani nikimwona nimkongotoe nimvunje moyo. I just feel that I want to hurt him. Mnapata picha? You get the message? Sasa nifanye nini? So what do I need to do? Huyu mtu yuko New York. This person might be New York. Yuko Buyenzi. He might also be in Buyenzi. Yuko Ngozi. He might also be in Ngozi. Nafanyaje? What should I do? Na anatawala huko moyoni. And he is ruling over my soul. Sasa nisikilizeni vizuri. So I'd like you to listen to me. Neno la Mungu linasema, the word of God says, njoni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kulemewa na nini? Come all of you who are heavy laden. Mimi nitafanya nini? What will I do? Anatupumzisha na mizigo yetu. Hey you. Anafanyaje? What? Anachukua mzigo ule. He gets that load. Alafu mimi ninakuwa nini? And what do I become? Ina maana ya kwamba mimi ni lazima niwe huru, niwe tayari kumkabidhi Mungu ile mizigo iliyoko hapo. So I must be free and be ready to give God all that baggage. Kwa lazima nitafute msalaba uliko. So I must look for the cross. Msalaba wa Yesu.
Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. Haleluya, msalaba wa Yesu, msalaba umeniokoa dhambi. The cross of Jesus has forgiven my sins. Sasa mchungaji, naona hapa una msalaba. Mchungaji, naona una msalaba hapa kanisani. I see, Pastor, you don't have the cross in this church. Naomba uweke msalaba. I pray that you get a cross for this. Nisikilizeni. So I'd like you to listen to me. Mimi ili nipone, so that I may be healed. Yule mtu hayupo karibu, That when this person is not with me, yuko mbali na mimi, even when this person is far away from me, hata kama ni mume wangu au ni mke wangu, even if this person is my husband or my wife, niko naye hapo nyumbani, the one I'm with in the house, ninalazimika kwenda msalabani. I am required to go to the cross. Sasa tuamini kwamba hapa madhabahuni na msalaba, si ndio? We come here that in this holy place there is. Si ndipo Yesu alipo? This is where Jesus Christ is. Sasa mimi ni lazima niende kwa Yesu. So I must go to Jesus. Nimwambie Bwana Yesu. And then I tell Jesus, angalia huyu mtu ambaye anavyonitesa. look at this person the way he is punishing me. Na huyu mtu, and this person, ulimuumba wewe. And you created this person. Huyu mtu, this person, ni mtu wako wewe. This is your person. Huyu mtu, this man, ana mfano kama wako. He was created in your likeness. Ananitesa mimi. He is punishing me. Ninamleta mbele zako. I bring him to you. Ninamwacha hapo msalabani. And I leave him by the cross. Baba, umshughulikie. God, take care of him. Sasa sikiliza hapo taratibu. Sikiliza hapo taratibu. So listen carefully. Umshughulikie. That Jesus takes care of this person. Sijakuleta kwangu tena. Napata hiyo picha. Ninamwambia Bwana Yesu mshughulikie. So I'm telling Jesus, take care of that man. Nimesema hili neno makusudi sana, umshughulikie. I've said this very intentionally, that take care of this man. Hili neno umshughulikie, this word take care of him, lina maana nyingi. It has so many meanings. Nimekuwa pale Bujumbura kwa taarifa yenu. I've been there in Bujumbura for the mission. Nikishughulika na Wakristo. Taking with missions for Christians. Wapo kwenye maombi. Where they in prayer. Wanaomba Mungu. They are praying God. Kwa machozi kabisa. And they with a lot of crying. Mungu Baba, God, washughulikie hao wahalifu, rebels. Take care of those rebels. Wavunje. Break them. Wabomoe. Destroy them. Waondoe. Remove them. Waue. Kill them. Mnapata hiyo sala hiyo? You get a prayer? Hiyo Mungu anaisikiliza hiyo. Is God going to listen to that prayer? Hiyo Mungu ataisikiliza hiyo. Is God going to listen to that prayer? Wameomba Mungu awashughulikie. They have prayed that God may take care of those people. Kwa maneno mengine, but in other words, wanamuomba Mungu, they are praying God alipize kisasi kwa niaba yao, that God may revenge for them. Naomba ujihadhari. I want you to be careful. Usimfanye Mungu chombo chako. That you may not make God wewe your weapon. Utakapomfikisha huyu mtu mbele ya msalaba wa Yesu. That when you take this person to God's cross, the cross of Jesus Christ. Kumbuka. Remember. Kwamba na wewe. That even you. Ulihitaji neema ya Yesu. That you also require the grace of Jesus Christ. Ulihitaji huruma ya Yesu. You also needed the mercy. Ni huruma ya Kristo iliyomshusha hapa ulimwenguni. That it is the mercy of Jesus Christ that brought him here in this world. Ni rehema zake kwamba hatuangamii. That it is his grace and mercy that we are not destroyed. Unapomfikisha pale. So when you take this man to the cross. Mwambie Baba. And you tell God, huyu mtu ni mtu wako. This person belongs to you. Kwa mfano wako. You have created this man in your image. I pray. Umchukue. That you take this man. Umuondoe moyoni mwangu. That you get him out of my soul. Ninakukabidhi. And I give him to you. Naomba umrehemu. I pray that you forgive him. Ufanye naye. Do with him kama ambavyo unapenda. Just the way you'd like it to be done. Umrehemu na yeye kwa njia yako. Redeem him in your own way. Sasa
jinsi ninavyomfahamu Mungu mimi, Now, the way I know and I understand na God, jinsi nilivyomuona akifanya kazi, and the way I've seen God work, Mungu anakusamehe pale unapokwenda kumuomba msamaha. God forgives you where you go to ask for forgiveness. Mungu anakusamehe, God forgives you. anachukua mzigo wako He takes your baggage pale ambapo unamkabidhi wewe. when you give it to Him. Moyoni mwako ukiamua In your soul, when you desire kwamba nimtoe huyu mtu anayenitawala, that I get this person out of my Mungu soul, anakurudishia wewe uhuru wako. God gives back Yule your freedom. anayetawala anaondolewa. And that man who was ruling over you is Asubuhi ya leo, away. So this morning, inawezekana na wewe ukawekwa huru. there is a possibility that you may be set Na free. yule mtu By this person, ni juu ya Mungu na yeye, it is God's way between him and God. na ni juu yake yeye na Mungu. And it is between him and God. Akiamua kutubu na yeye, If he desires to repent, akiamua kurudi kwa Bwana, if he desires to go back to God, si Mungu atamsamehe. will God not forgive him? Si mnafahamu Idi Amin? You remember Idi Amin? Si mnajua aliua watu wengi sana, sio? You remember he killed so many people. Alirudi kwa Bwana au hakurudi kwa Bwana? Did he go back to God? Kuna anayejua? We don't. Anayejua. Labda ni mfano mbaya. Je, si mnamfahamu Paulo? You remember Paul? Aliyekuwa Sauli. Si mnafahamu? Paul who was Saul. Hivi alisamehewa au kusamehewa? Was he forgiven or was he not forgiven? Sasa Bwana anangojea utubu haraka. So God is waiting for you to repent. Wewe hapo. So you, wherever you are. Wewe ndio unakungojea utubu. Okay, mimi hebu nitubu. I'm seeking forgiveness. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Simeona ametubu amerudi sasa. So I've also repented and I've come back to my brother. Naomba niseme hivyo wapendwa. So this is what I wanted to say, my brothers. Wakati unaposamehe, That when you forgive, unajitendea wewe haki. you do justice to yourself. Usitafute haki kwa kumhukumu huyo mtu. Don't look for justice by condemning the other person. Unaponywa magonjwa yako. You get healed. Unasamehewa. You are forgiven. Mabaya yote yanaondoka. All the bad things go away. Neno la Mungu linatuonyesha hayo. This is the word of God tells us so. Hatuna muda wa kuangalia kwa karibu. We do not have time to look at it in depth. Utapata furaha That you be joyful na kuonekana wa busara, and to be looked as a person of respect. na hata uso wako utang'ara. And even your face shines. Yule binti niliyewaambia habari zake, With the lady I talked about, si mnajua kilichotokea? do you know what happened? Alipobadilishwa ndani ya moyo wake, When she was changed in her soul, yale machozi tulikuwa tunayaona those tears that we were seeing, yalikuwa yanamtakasa. they were cleansing her. Ni kama damu ya Yesu ilikuwa inamuondoa kila uchafu. The blood of Jesus was cleansing her. Akaanza kumeremeta. She started shining. Hata lugha yake kwa mmewe Even her language to her ikawa ni husband, lugha tofauti. it was a different language. Ikaleta usuluhishi. It brought togetherness. Wapendwa, My beloved, Mungu anatusubiri. God is waiting for you. Tumpokee That we wakati receive huu Him. wa Christmas. That we receive Him during this Tuone Christmas kwamba time. ukombozi wetu umefika. Because our salvation is Uponyaji here. wetu upo. Our healing is right here with us. Msamaha wetu tumekabidhiwa. Our forgiveness we have been given. Kwa taarifa yenu, So I would like to let you know, huyu dada this lady, yule niliyowapa mfano the yule, one I gave you as an example, baadaye later alirudi kijijini. she went back home. Amini usiamini, Believe it or not, alirudi kijijini, she went back home akawatafuta wale waliokuwa wamezunguka ile nyumba walioichoma moto, and she looked up for all those people who killed her akawaambia hivi, family, and she told them, wababa wagabo, hey, my parents, wababa, my brothers, ninaomba mnisamehe sana, I pray that you forgive me kwa sababu mimi nimewahukumu because I judged you.
mmenitendea mabaya, nimewahukumu. I condemned you that you did wrong to me. Ninaomba mnisamehe. I pray that you forgive me. Ninaomba kama inawezekana. I pray that even it's possible. Kwa sababu sina tena familia. Because I don't have a family again. Sina baba wala mama. I don't have a mother, I don't have a father. Kama mkiona ni vema, If you see it fair, kama mkiona inafaa, if you see that it is good, nikubali niwe mtoto wenu. you allow me to be your child. Kitu gani kimetokea? What has happened in this case? Wewe niambie. Let me tell you. Usuluhishi wa kipekee ulitokea. A total agreement, total solution. Wale wazee wakaanza kutoka na machozi. Those old men, they started crying. Walitoa machozi ya aibu. With shame, they cried of shame. Machozi ya toba. And they cried the shame, the tears of redemption. Huyu tuliyemtendea maovu hivyo, that this person that we did all this to them, anatuomba msamaha, that this person is asking for forgiveness. Anatafuta kuwa mtoto wetu. He is even going looking for us to be here. Hilo ndilo Yesu anafanya. That is what Jesus does to us. Mahusiano. That he brings the togetherness again. Anakungojea wewe. He is waiting for you. Christmas hii, this Christmas, umpokee. That you receive. Christmas hii, this Christmas, ukubali. That you accept. Umetoka mbali sana. That you have come from very far. Umetoka mbali sana. You have come from very far. Sijui mambo gani yalikufikisha ulikofika. I do not know what you have gone through. Lakini najua ni vurugu zilizotokea nchini kwako. But I know why you are here is because of the problems that came from where you came from. Na kufika kwako hapa, and being here today, sio bahati mbaya. It is not by accident. Ni mpango wa Mungu. It is by God's plan. Katika Isaya 55. In the book of Isaiah 15. Nitamwomba ndugu asome. Isaiah 55. In the book of Isaiah 55. Mstari wa 6 na 7. Isaiah 55. 55. Mstari wa 6 na 7. Mtafuteni Bwana maada wanapatikana. Isaiah 55 verse 6 through 7. I read in the name of God. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and you have mercy on him and our God, for he will abundantly honor. Christmas. This Christmas. Christmas ni Mungu pamoja nasi. Christmas is God with us. Emmanuel. It is Emmanuel. Kuzaliwa kwa Mwokozi. It is the birth of Christ. Anapatikana. He is available. Yupo pamoja nasi. He is with us now. Anasema nitafute. He is saying, seek me. Mimi ninapatikana. I am available here. Yoshua mlango wa kwanza mstari wa 9. The book of Joshua chapter 1 verse 9. The word of God says, Yesu kukuamuru. God orders you. Yesu kukuamuru uwe hodari. God is making you be a general. Usifadhaike. Don't fear. Usiogope. Don't fear. Kwa sababu mimi niko pamoja nawe mahali popote unapokwenda. Because I'm with you wherever you go. Nipo pamoja nawe mahali popote unapokwenda. I am with you wherever you go. Naomba niwatie moyo asubuhi ya leo. I would like to encourage you this morning. Mko hapa Mobile. That you're here in Mobile. Alabama. America. Mungu yuko pamoja nawe. God is with you. Bwana asifiwe. Praise God. Na inawezekana sio ninyi hapa ninaowaona. Maybe it is not just you that I'm seeing. Inawezekana ni wajukuu zenu. And it might even be your grandchildren. Watakuwa that they will grow. Wakaweze kuleta mabadiliko. That they might and go and bring change. Kule mlikotoka. Where you came from. Mungu anawapeleka ninyi mbele kule. God takes you ahead. Ili muweze kuja kuwa baraka kwa wale ambao mmewaacha. So that you may come back and be a blessing to those you left behind. Inawezekana kabisa. It might be possible. Si mnajua habari za Yusufu? Do you know the story of Joseph? Ndugu zake walimuuza. His brothers sold him. Lakini yeye ndiye akaja kuwa mwokozi wa ndugu zake. But he became to be the savior of his family. Mungu yuko pamoja nanyi. God is with you. Na hatimaye mwisho. And finally,
Naomba niwasomee mstari huu wa mwisho. I would like to read this verse. Warumi mlango wa 15. The book of Romans, chapter 15. Romans 15. Wangapi wana furaha? How many of you are happy today? Oh, sio wote. Mimi naomba wote leo asubuhi tumshangilie Kristo. Today I would like us to celebrate Christ. Wangapi wana amani? How many of you have peace? Amen. Amen. Ninafikiria kutakuwa na amani baada ya kuomba msamaha. I believe that you have peace once you get forgiven. Warumi mlango wa 15 mstari wa 13. The book of Romans chapter 15 verse 13. Na Mungu atumaini awajaze ninyi furaha yote na amani. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may be abound in hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Zidi sana katika tumaini. That you stress on hope. Ninaomba tuombe. I would like us to pray. Baba, katika jina la Yesu, neno lako Mungu tumelizungumza. Ninakusihi Bwana, kwa nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu, wewe umehudumia watoto wako. Unajua Mungu ndani ya mioyo yao kuna vitu gani. Wewe Mungu ni mponyaji, wewe Mungu unabariki, wewe Mungu unasamehe. Rehema zako Mungu ziweze kuwa mahali hapa kwa kulitukuza jina lako. Inawezekana katikati yetu kuna ambaye anapata shida kusamehe. Ninaomba aje mbele. Unapata shida kusamehe yale ambayo yamekusibu, ni magumu, ni mazito. Umeona tabu. Tena nafikiria si mmoja wetu, sisi wote, hata mimi. Ninaomba tusimame. Ninaomba tusimame. Hebu wote tuinue mikono juu. Hebu tuseme maneno haya. Mungu Baba, nakuja kwako. I come to you tukitambua recognizing mpango wako ulioufanya, the purpose that you did, wa kuturehemu sisi, the purpose that of forgiving us, kwamba kwa kuja Kristo, by coming of Jesus Christ, tuweze kusamehewa dhambi zetu, that we may be forgiven our sins, tuweze kuwekwa huru, that we may be set free. Tunakuomba Mungu, we pray you God, utusaidie, that you help us, utuongezee imani, that you give us more faith, ya kujua to know kwamba tunakuhitaji wewe, that we need you Father. Unafungua mioyo yetu, you open our souls Christmas hii, this Christmas, upate makazi, that you may find some place na utawala, and you reign wa mioyo yetu, in our souls. Karibu Bwana, welcome na utawala wako wote, with all your authority. Tujaze furaha yako, fill us with your joy. Tuponye, heal us, utusamehe, forgive us, utuongoze and lead us. Tujaze Mungu matumaini, fill us with hope. Tujaze Bwana furaha yako, fill us with your joy, ili iweze kuwa nguvu yetu, so that it may be our strength. Mungu, oh God, tawala, tawala, tawala Bwana, moyo wangu, my soul, asiwepo yoyote mwingine, that there should be no other anayetawala moyo wangu, who is ruling over my soul. Tawala Bwana, so rule my soul, akili yangu, tawala Bwana, na hisia zangu, even my thoughts. Mungu, najitoa kwako, I give unto you, kwa upya Mungu, and I renew myself. This Christmas, ikanianzishie that it may start maisha mapya, new life, yaliyojaa tumaini, that is filled with hope, kwa neno lako. In your name, ninaomba haya, I pray this, nikiamini, believing damu ya Yesu, that the blood of Jesus Christ utakasa, cleanses, kuosha, it cleanses kila aina ya uovu, every kind of evil. Bwana, oh God, ninavunja, I break
Abide in me. jina la Yesu In the name of Jesus, ninakuwa huru. I am free. Katika jina la Yesu In the name of Jesus, ninakuwa huru. I am free. Bwana, Oh God, nishike mkono, hold me, niongoze lead me katika njia zako. in your ways. Bwana, Oh God, nifanye niwe chombo chako make me to be your word. katika jina la Yesu. In the name of Jesus, Amen. amen. Asante Bwana. Amen. Asante Bwana. Hebu tumshangilie Bwana.